like and subscribe to the channel. Mimi bado sijafa. Bigi. Ndio madam. Una uhakika kazi yangu umefanya kikamilifu? Ndio madam. Nimefanya kazi yako kwa uangalifu mkubwa sana na bila kukosea hata sharti hata moja. Sasa basi, inabidi tuondoke haraka sana kabla watu hawajatuona. Sawa sawa? Sawa madam. Shem vipi? Kwema shemeji, vipi hali? Safi, uko poa? Huu mguu ulikuwa ni wa kwako. Kweli shemeji? Ndio, nilikuwa nakuja kwako sasa hivi shemeji. Twende basi nyumbani. Haya shemeji. Karibu shemeji. Asante shemeji. Ngoja nitoe vigoda nje bwana. Haina shida shemeji.
Shemeji. Naam shemeji. Nimekuja hapa, kuna jambo nataka nikueleze. Ni jambo gani hiyo shemeji? Shemeji, naona nikawahi tu kazi zangu kule, tutaongea baadaye. Kwa hiyo na hilo jambo shemeji? Hamna shemeji, nitakueleza baadaye. Unajua bwana Musti, yaani maisha ya huku shamba kama utaki kujituma, maisha ni magumu sana. Lakini kama utaki kujituma katika maisha haya, basi wewe kubali kutumwa, kutumika au kutumiwa. Sijui unaelewa Musti? Musti. Kwani unawaza nini ndugu yangu? Sikiliza ndugu yangu, kuna kitu ambacho kinanisumbua mimi mpaka sasa. Bigi ndugu yangu, imekuwa ni mara ya 3 sasa. Nimekuwa kila nikilala, nikiamka namuota marehemu kaka yangu Musti. Yaani sasa hivi mtu kwamba tumeshamzika inafika sasa hivi 40 kesho kutwa tu, bado unakaa unamfikiria katika kichwa chako. Yule mtu ameshakufa. Acha kuwa na msongo wa mawazo ndugu yangu. Bigi ndugu yangu, kitu ambacho ninaamini kwamba kaka yangu mimi hajafa. Hajafa? Hiyo ngumu hiyo. Na hiyo ndo kwanza nasikia kwako. Yaani mtu kukosa kufa na tushamzika. Ila sijui. Kwa unashindwa kuniamini ninachokwambia. Nisikilize babu. Sawa. Mimi naona mwanangu kama unaniletea labda unaota. Ila mimi nitakucheki baadaye. Sawa? Tutaongea baadaye ndugu yangu. Lakini pole sana kwa msongo wa mawazo. Vipi tena asubuhi? Kulikoni? Madam Zafe, yaani nahisi kuwa Musti kashaanza kujua kifo cha marehemu kaka yake. Maana siku hizi amekuwa ni mdadisi sana. Asa na sasa atatujua. Usijali. Hilo mimi pia nishagundua. Kila basi hawezi kufanya kitu chochote. Na akiendelea kutufuatilia, nitamfanya kitu kibaya kama nilichomfanya marehemu kaka yake. Safi sana. Na ndio maana mimi nakukubali sana katika kazi zako. Sasa basi, tuondoke. Shangazi, kuna jambo zito mimi limenileta hapa. Jambo gani mjomba wangu? Shangazi, imekuwa mara ya 3 sasa namuota Kakamuki na ananiambia kuwa hajafa. Musti mwanangu, kweli kaka kwa hajafa? Shangazi, kakangu hajafa? Sasa kama hajafa, yupo wapi shangazi? Umeniuliza swali zuri sana,
ila huu sio muda sahihi wa kulizungumzia hili jambo. Mbona unalichukulia hili swala kiwepesi? Ninachohitaji uniambie, kakaangu yupo wapi? Musti mwanangu, punguza jazba. Kesho kuna safari ambayo tutaenda huko, ndo tutapata majibu yote ya maswali yako mwanangu. Nimekuelewa. Takapofika kesho, naomba uniambie ukweli na sio niongopee tena. Ninachohitaji kujua kakaangu alipo. Nikutakia usiku mwema shangazi. Nawe pia usijali kwa hilo. Kwa hiyo wewe ni hodari sana kufuatilia mambo ya watu. Kwa hiyo ulikuwa unajua siri yako haitojulikana? Najua kwamba ndio chanzo kikubwa cha uuaji wa mtoto wangu. Sasa basi, ukiendelea kutufuatilia, cha moto utakiona. Kumbe umejua. Kwa hiyo wewe unajitoa ufahamu. Sasa basi, ukiendeleza kufuatilia mambo ya watu, vinginevyo nitakutoa koo. Uwezi. Sawa mama, hicho chombo chengine. Nisikilize wewe kunguru usiokuwa na haya. Hivi unanijua mimi ni nani? Unanijua nimetokea wapi? Na nani alitupa kitofu changu? Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Cheza usichezewe. Hii namba nyingine. Sasa basi, jipu hii nitakuonyesha. Mbona nasikia mazozano? Kuna nini kwani? Mjomba, hebu nenda kajiandae tuondoke. Hali ya hewa ishachafuka. Shangazi, unanichanganya lakini kuna tatizo. Tujiandae tu tuondoke. Sawa mjomba, tujiandae tuondoke. Hali ya hewa ishachafuka. Tatizo nini sasa shangazi? Nipishe kwanza mjomba. Bigi, mambo yashaharibika. Madam, asa tunafanyaje? Kwa sababu mimi sielewi chochote kile na nakutegemea wewe tu hapa. Yaani ninachokwambia,
ule kaburini marehemu mume wangu hayupo. Hayupo? Asa inawezekanaje hiki kitu? Nisikilize madam. Yaani hapo jinsi unavyoona, mimi sitaki tena kazi yako. Nahitaji tu niende zangu nyumbani. Nakwambia hivyo. Nahitaji niende zangu nyumbani. Sikiliza wewe mtoto wa kiume. Unachokiogopa ni kitu gani? Hilo swala niachie mimi, nitalimaliza. Madam, nisikilize. Hata kama mtoto wa kiume, lakini kwenye kufa mimi sihitaji hicho kitu. Kama unalimaliza bora ulimalize haraka ili swala liishe. Mimi sitaki matatizo bwana. Tumeelewana? Si nimekuambia hili swala mimi nitalimaliza. Nitapambana nalo mpaka dakika za mwisho. Litaenda sawa. Wewe kinachokutisha ni kitu gani? Wewe njoo hapa. Unachokiogopa ni nini? Wewe umekula pesa zangu. Sasa unaogopa nini? Nimeshakwambia hilo swala niachie mimi, nitamaliza. Umenisikia? Sawa madam. Shangazi, usiogope, ni mimi mwanao. Hapana, mimi mwanangu ameshafariki. Na inakuwaje uwepo hapa? Shangazi, mimi bado sijafa na nimekuja tu kukupa angalizo. Wabaya wangu wameshatambua dhamira yako na wamepanga kufanyia ubaya. Hivyo basi naomba uwe makini shangazi. Mke wangu, kumbe wewe ni mchawi. Najua jana umeniona kwa macho yako mawili yote. Sasa basi, ulichokiona jana kiache pale pale.
ukimwambia mtu wowote sitojali kwamba wewe ni mume wangu na nitakusahau dakika moja na kutoa roho yako. Zafe, wewe ni shetani. Wewe sio mwanamke. Na kama ulikuwa unafikiria kwa nilichokiona jana, wanitakana kukifumbia macho, ili usahau katika kichwa chako. Na natoka hapa, nitahakikisha kila mtu kwenye kijiji hiki anajua kwa kweli wewe ni mchawi. Najua kiburi ndo kinachokusumbua wewe. Unataka kubishana na mimi? Sasa basi nisikilize. Kama we kidume, nenda katangaze kijiji chote mimi ni mchawi. Alafu kazi yangu ndo utaiona vizuri. Nitakusahau mara moja kama we ni mume wangu. Sisi tumeelewana? Na kutoa roho yako dakika moja tu. Na siogopi kitu chochote. Kwa kifupi, nimejipanga. Sikiza nikwambie. Kama ulikuwa unafikiria nitabadilisha maamuzi yangu kwa vitisho vyako vya kitoto, hilo usahau. Na kama nilivyosema, msimamo wangu utabaki kuwa ule ule. Natoka hapa na hakikisha kila mwana kijiji hiki anajua kuwa wewe ni mchawi. Jaribu uone nitakachokufanya, muangalie. Alo! Safi sana. Wewe si kidume. Jaribu uone sasa. Ulikuwa unavamia tu kuoa, ulikuwa hujui miji ya watu inakuaje. Na mwaka huu nitakuonyesha wewe. Lazima nikutoe koo. Sitokubali. Umenitia nini hapa? Kuna kazi nataka nikupe. Lakini usimwambie mtu wowote. Sijawahi kushindwa katika kazi yoyote. Lakini angalizo, nahitaji pesa yangu niipate mkononi. Kisha ndo niifanye kazi yako. Sawa sawa? Sawa. Sasa basi, ole wako niangushe. Usipoifanya kazi yangu kikamilifu, utanijua mimi ni nani. Hiyo nzuri hiyo. I like, nimeipenda. Dondoke. Muki! 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 Hey. Vipi? Bigi. Hey. Vipi ndugu yangu? Kwema. Kwema. Fresh. Sasa nimetoka kwa mzee ndevu hapa. Naenda kuchukua mpigo wa futa. Sasa nikaona sio vema nipite hapa nije nikupitie bwana tuondoke shamba. Ora bwana ndevu. Basi ndio wangu jambo zuri sana. Ndio. Basi ngoja mimi nijiandae tuweze kutoka. Basi sawa. Sawa. Jambo la maana ndugu yangu. Nataka nitoke kwenye shamba. Au sio? Basi poa. Sawa.
Shemeji. Kuna nini tena jamani? Ameanguka tu ghafla. Tumuingize ndani. Kaka. Yaani muone bwana, ni ghafla tu. Kaka. Kazi yako na Imani tayari. Kwa nahitaji pesa yangu mkononi. Tumeelewana? Subiri kwanza msiba uishe. Ukishaisha nitakupa hela yako. Wewe uliona wapi hiyo? Mchuzi wa mbwa inabidi unywe moto moto. Nachohitaji mimi ni changu. Nipe pesa yangu, kazi yako nishaifanya. Shangazi, jamani shangazi mume wangu jamani shemeji. Shangazi. Mume amefariki shangazi. Jikaze basi jamani. Pole sana jamani. Shemeji. Pole. Ndani. Mungu nisaidie. Mwalimu, tumetoka mashariki ya mbali, tunaomba tusaidie. Mwalimu, tumetoka mashariki ya mbali, tunaomba tusaidie. Bikemba, mbona mmechelewa? Nilikwambia uwahi, ila sio mbaya. Inabidi sasa hivi uwahi kwenye mlango wa marehemu. Mlangoni kwake chini kuna kitambaa cheusi. Mchukue kitambaa, ndani kuna mchanga. Mchukue mchanga mmwage juu. Ndugu yenu uhai wake utarejea. Ila ukichelewa, wakichukua upande wa pili wa mchanga, marehemu hawezi kufufuka tena. Kwa hiyo nakwambia ni wahi sasa hivi. Bikiremba, nilikuonya sana kufuatilia mambo ya watu,
na nilishakushtukia toka muda mrefu sana. Sasa basi, sina maneno mengi sana ya kuzungumza na wewe. Nipe huo mchanga. Madam Zafe, ushachelewa. Mchanga nao mwanangu Musti. Wewe unamwelewa huyu mshamba? Itawezekana vipi mchanga awe nao mwanao Musti? Madam, umepigaje hapo? Mbona laha? Nitakupa dada. Leta wa mchanga. Alafu wewe, nilikutilia mashaka toka muda mrefu. Kumbe mashaka yangu yana ukweli ndani yake. Sasa basi, kabla akija kukuta kitu kibaya au chochote kufanyika kwa ajili yako, leta huo mchanga. Toa huo mchanga au mpaka ugeuze tetea ili jogoo akupande wa kushone. Toa huo mchanga haraka. Shangazi! Shangazi! Be! Uncle. Vipi uncle, ulikuwa umelala? Amna. Shangazi. Oh. Kazi yako nimeifanya. Ndiyo. Japo nimepitia magumu sana nilipotoka. Na nimefanikisha ile swala. Mzigo wetu wapi? Alhamdulillah. Umefanya kazi kiukamilifu kabisa. Yaani nimefanya kama ulivyoniagiza shangazi. Hichi ndio tulichokuwa tunakitaka hichi. Musti, mwanangu. Naam shangazi. Naomba tuzingatie yale maagizo tuliopewa. Jukumu hilo nakuachia wewe. Kukicha tu, naomba kalisimamia hilo swala liende sawa. Nimekuelewa shangazi yangu. Ninaahidi kuwa sitakuangusha. Nitatumia umakini wangu niweze kulifanikisha hili swala, kwa sababu najua ni muhimu kwangu. Musti mwanangu. Naam shangazi. Inabidi tupambane kwa kila hali. Nipite kazini, kusini, imradi hili swala liishe. Na kutegemea usiniangusha kijana wangu. Nimekuelewa shangazi. Sawa? Itabidi niwahi kuamka ili niweze kufika pale. Na udhuri wake, mazingatio tuliopewa yote nayakumbuka. Kwa maana hiyo sitafeli kwa namna yoyote ile. Sawa? Nisikuchoshe. Naomba kapumzike. Mungu akijalia kesho inshallah mapema. Basi haina shida shangazi. Siku mwana. Kila la heri yangu.
Safi sana. Tunaweza tukaenda kumwangalia. Twende sasa hivi. Haya. Mzafi. Umepigaje hapa leo? Utajua wewe. Vipi? Mbona mambo yabadiliki? Wewe Kifupi Nyundo, una uhakika huu mchanga wa kaburi hili? Asa, inawezekanaje wakati kama mchanga wa kaburi ndio huo nimekuletea? Sawa. Kama wa kaburi hili, basi nahisi kuna mchezo mchafu tumefanyiwa. Asa madam, asa tunafanyaje sasa? Mimi ndio ambao ndio sielewi kabisa na naogopa kweli vichezo. Tunafanyaje sasa rafiki yangu? Niachie mimi. Nitajua nitachofanya kitu gani. Sijui bwana. Sio mimi. Mume wangu, nisamehe sana mume wangu kwa kitendo nilichokifanya. Ni tamaa tu za duniani mume wangu zimeniponza. Nisamehe sana mume wangu. Mshahara wa dhambi ni mauti.